Jamii imeaswa kuthamini mafunzo yanayotolewa ya lugha za alama na kujifunza kuweza kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum ili kupata mawasiliano pindipo wanapopata changamoto ya aina yoyote. Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa lugha za alama Zanzibar, Heri Simai, wakati aliposhiriki katika kongamano la maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika katika ukumbi wa Idrisa Abdul Wakili, na kama anavyoeleza. Sisi jumuiya ya wakalimani kwa kushirikiana na jumuiya zote za watu wenye ulemavu hapa Zanzibar, kwa kweli tunatoka mwanzo tumeanza hizi firika kuhakikisha kwamba rika zote tunahakikisha tunapata haki sawa, wakiwemo zaidi hawa watoto, kwa sababu watoto ndio tunawategemea kwa baadaye kuendeleza hili taifa letu. Kwa upande wa jumuiya yetu ya wakalimani katika jamii yetu, tupo katika kuelekea katika jamii jumuishi. Tunataka kwamba kila mtu na rika zote wakiwemo mtoto kwamba naye anajumuishwa katika harakati zote. Tukitizama mtoto wa Afrika ambaye ni kiziwi, mwenye ulemavu wa uziwi, huyu hawezi kupata mawasiliano na mtoto. Ili aweze kuwa vizuri baadaye lazima aanze makuzi toka akiwa mtoto. Vipi tutamkuza mtoto ambaye ni kiziwi? Sisi jumuiya ya wakalimani wa lugha ya alama tunahamasisha jamii kuweza kuijua hii lugha ya alama, na pia mtoto aweze kuifahamu hii lugha ya alama, kwa sababu katika jamii yetu nadhani kila kukicha vyombo vya habari tunaelezea au tunaambiwa kuhusu udhalilishaji ambao unafanyika, na udhalilishaji upo aina nyingi, na watoto wamekuwa sasa wakidhalilishwa sana na watu wazima. Sasa vipi mtoto aweze kuzungumza? Vipi mtoto aweze kusema? Vipi mtoto aweze kutoa ushahidi katika mambo mbalimbali katika vyombo vya sheria? Ikiwa mtoto kiziwi lakini hajui lugha ya alama, itakuwa ni changamoto kwake. Kwa hiyo jumuiya ya wakalimani tunajitahidi na kushirikiana na jamii zote na viongozi wote kuhakikisha kwamba watoto tunawafundisha lugha ya alama tokea wadogo, kwa lengo la kuhakikisha kwamba wakiwa na umri ambao wanaweza kuzungumza vitu, wanaweza kutoa ushahidi wa vitu, wataweza kufanya hivyo kwa kutumia lugha ya alama. Lakini ili iwezekane hilo, lazima tutoe support kwa sisi wazazi au pamoja na jamii kwa ujumla kuifahamu hii lugha ya alama au kuwatumia wakalimani wa lugha ya alama. Na ndio maana sasa hivi tunasambaza wakalimani wa lugha ya alama kupitia jumuiya yetu hii ya Jualaza kila kona, na hasa hizo sehemu za kisheria, kwa mfano vituo vya polisi, mahakama, kuhakikisha kwamba watoto wote wanapata haki sawa na wanapata kile ambacho wanachostahili kukipata, kwa lengo la kuweza kunufaika hapo baadaye katika maisha ya baadaye na kulijenga taifa letu. Nao baadhi ya walimu wameiomba jamii kutoadharau watoto wenye ulemavu na kuwachukulia tofauti na watoto wengine. Hii itasababisha kukosa mashirikiano wakati wanapopata matatizo watoto hao. Tuone kwamba mtoto anapokuwa nyumbani mzazi anajua huyu haelewi kitu wala hawezi kufahamu. Kwa hiyo hicho kitu si kweli. Kwa hiyo watoto tunarekebisha tabia za nyumbani walizonazo kwanza. Mfano, kama mtoto nyumbani analishwa mwenyewe, analishwa. Kwa hiyo pale tunawafundisha kujitegemea wao wenyewe, ikiwemo kula, utaratibu wa kula, utaratibu wa kujifunza, kuweza kujimudu wao wenyewe, wasifanyiwe. Hicho ni kilio chetu kikubwa, kwamba watoto wenye ulemavu wa akili ni watoto kama na watoto wengine. Kwa hiyo tunawarekebisha tabia, baadaye ukishakurekebisha tabia unajua yupi umfundishe kulingana na uwezo wake. Kalizi watoto pale kituoni kwetu wakiingia hawatoki nje. Utaratibu wetu wa mafunzo kwamba mle ndani tuna ni skuli ambayo inajitegemea kila kitu, kwamba tuna wahudumu pale ambapo ikifika muda wa kula wanapikiwa, wanakula mahitaji yao ya kujimudu wenyewe, kama kwenda chooni mle. Kwa hiyo wakiingia pale mtoto anapata elimu, anapata na kufundishwa mambo mengine ya kujitegemea mwenyewe, akitoka na kuja kuchukuliwa na mzazi wake. Jamii kwamba watoto wasitengwe, wasinyapaliwe, wao wana haki kama watoto wengine. Na wito wetu kwa wazazi ambao bado hawajapata mwamko wa kuleta watoto skuli, wawalete, kwa sababu wakija pale wanakutana na watu wenzao, wanabadilika, wanaelimishika, wanajitambua na kuweza kupata mambo mengi ambayo wao wenyewe hawatotegemea. Wanashiriki michezo pale, watoto mbalimbali ambayo inawakuza kiafya, wanaweza kujieleza na kuweza mambo mbalimbali ambayo wanaweza kuyafanya, ikiwemo kazi za mikono, wanafua, wanao uwezo wa kunafundishwa kujimudu wao wenyewe kama watoto ambao wa kawaida, isipokuwa kazi yao ni kuwaongoza tu kwa kile ambacho wanakiweza. Wote walioko majumbani waletwe maskulini, waje wasome, wanafahamu, wanaelewa na wanafaulu kwa kweli.
wasione kama walemavu yani hawafai yani tuseme hawaleti chochote, lakini walemavu ni hodari, wanawapita hao waliokuwa wazima. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.